tukiwa katika uwanja wa michezo wa Ulinzi hapa Nairobi katika maandalizi ya makala ya 6 ya mashindano ya riadha Kipkeino Classic ambayo bila shaka inadhaminiwa na Absa na wadhamini wengine ikiwemo pia Wizara ya Michezo. Kabla ya kupoteza muda, nizungumze na mmoja wa waanzilishi, watu muhimu katika kuhakikisha kwamba mbio hizi zimekuwa zikiandaliwa kila mwaka kuweka Kenya katika ramani ya riadha ulimwenguni. Si mwingine bali ni Barnaba Korir ambaye ni mwenyekiti wa chama cha riadha nchini Kenya tawi la Nairobi, na pia anahusika na masuala ya ukuzaji vipaji vya riadha katika taifa la Kenya. Barnaba, karibu sana K24, karibu kwa Jukwaa la Spoti. Tueleze kwanza, leo ni siku kubwa sana Kipkeino Classic ambayo inazinduliwa rasmi hapa, shughuli inaendelea. Asante sana. Leo ni siku moja ile tuna launch Kipkeino Classic ambapo inakuja tarehe 31 mwezi huu. Kuna siku chache inabaki na tuseme hivi sasa tunaendelea kupanga vizuri sana. Kila kitu kinaenda vizuri, tunakuja tu rasmi ya waziri kule hiyo na swali ambalo Wakenya wamekuwa wakiuliza, hiyo zenyewe zitaandaliwa hapa, maana kumekuwa na hali ya atiati mara Nyayo hivi, Wakenya watakusikia unaona mahali tunasimama saa hii ni Ulinzi. Hapo ni ground ya KDF na kwamba kiwanja ya Ulinzi iko hapa, na tuliamua kama Kenya na vile vile msaidizi kutoka Ministry of Sports tunafanya hapa, kwa maana kuna marekebisho mingi inaendelea Kenya mzima, na Nyayo Stadium marekebisho inaendelea Kasarani, na pia Wakenya wanajua kwamba Talanta inaendelea kujengwa. Sasa tuliamua hapa Ulinzi ili tupatie nafasi ya Nyayo iendelee kumalizika, kwa maana tuko na mchezo mingi inakuja siku zijazo, na tuko na trials ya World Championship tutafanya mwezi wa 8. So hapa tunasema tutafanya na tunaongea na World Athletics competition directors au wamekubali, ili sasa ndio tunataka ni kwamba hizi certification tunaendelea hapa ni sawa na kiwanja tunaona na angalia mchezo mwingine, na hapa is the place where we are going to have Mwisho kabisa, tumeshuhudia wanariadha majina makubwa tajika kutoka mataifa mbalimbali. Tarajia kina nani katika makala ya mwaka huu ambao Wakenya watakuwa wanasubiri kwa hamu kuwatazama? Sana Wakenya wanataka kujua ni nani Kenya watakuwa hapo. Ni of course ni Ferdinand Manyala mita 100 na wengine wengi wale wa kutoka nchi zingine tangaza hivi karibuni, Kenya wajue ni nani watakuja, lakini itakuwa kubwa sana ukilinganisha ya mwaka uliopita, kama tuko na wanariadha wengi kushinda mwaka uliopita. So we are okay, na mimi najua kwamba itakuwa ndio mzuri wa Kenya watafurahi sana. Ile ninaomba tu wa Kenya ni kwamba watufikishe kwa wingi, sasa waone hata hii kiwanja kwanza ni nzuri sana, ili chia kwa Wakenya kuja. Kutakuwa na kiingilio, ada yote kulipa. Tutafanya utangazaji hivi karibuni kujua kwamba kama ni free au tutalipa kitu kidogo, ili tumeona ni kwamba Wakenya ni vipi tunaweza saidia wanariadha wetu, what do we do so that we can support them, especially ya kiwanja. Kupata hela kidogo ya kununua viatu kusaidia hao ni ya muhimu sana. So kusaidia na serikali wa Kenya wakuje kwa wingi, lakini ukielezwa tulipe kitu kidogo usiwe na shida. Ukilipa hiyo kidogo ni ya wanariadha wetu, kwa maana wengi sana hasa chipukizi lazima tutafikie vifaa ya kutumia kufanya saidia. Asante sana Barnaba Korir, na kila la heri katika shughuli zako za kufanikisha makala ya 6 ya mashindano ya Absa Kipkeino Classic, mashindano ambayo yatafanyika hapa katika uwanja wa michezo wa Ulinzi kwa tarehe 31 mwezi huu wa Mei, katika lengo la kuwapatia wanariadha nafasi ya kuonesha ubabe wao. Wanariadha wa Kenya watakuwa wanapambana na wanariadha kutoka mataifa ya nje kama tulivyoshuhudia katika makala yaliyopita. Kumekuwa na wadhamini wengi ikiwemo